picha gani katika maisha yako? Nizungumza nikasema Bwana alikuwa ananifundisha sana kwa habari ya picha. Fanye kazi. Niseme tu kwamba nimshukuru Mungu kwa ajili ya watu ambao kupitia hili somo wameelewa wako wapi na wametambua wako kwenye hatua gani. Wapo, ninamshukuru Mungu. Kwa wale waliosukumwa kushuhudia, walishuhudia. Ninamshukuru Mungu. Lakini niseme kwamba picha ni kitu ambacho kinakaa kwenye moyo wa mtu. Ndani ya moyo wa mtu ndiko kuna mtazamo wake na ndiko kuna maamuzi. Kuna uwezekana kwamba maamuzi ulionayo leo au matendo unayoyafanya leo inategemea picha ulionayo kwenye maisha yako. Jana nilizungumza kwamba ni hatari sana kumtazama mtu mwingine anaishi vipi au anaenenda vipi. Haijalishi eti kwa sababu yupo tu kanisani. Hiyo sio sababu. Kuna uwezekana kwamba mwenzako yupo kanisani hamfanani mtazamo. Au mwenzako yupo kanisani alishafikia lengo ila wewe bado. Kumbe ni muhimu sana kujitathmini mwenyewe kila kunapokucha. Watu wengi wamekuwa waasi pia kwa sababu ya kutokutulia na Roho Mtakatifu waweze kumsikiliza, awape picha halisi ya maisha yao na picha halisi ya wao ni kina nani kwenye maisha. Usipende kuiga. Sio kila unayemuona yupo kanisani ni wa kanisani. Kuna wengine wako kanisani kwa sababu wanawakilisha ufalme wa shetani kanisani. Na ndio maana ni hatari sana kuwaiga. Niseme tu kwamba katika maisha yetu hakuna jambo ambalo nataka kulifanya halina picha. Huo ndio ukweli. Na hakuna mtu ambaye hana picha wakati anapata mke wa kuoa. Hichi naeleweka sana kwa wale ambao hawajapata wenzi wao. Kila mtu wakati anataka kuoa hapo au anapotaka kufikiri maisha yake ya kesho ataishi na mtu wa namna gani, anakuaga na picha yake. Na kupitia ile picha alionayo ndio inayompa kumuona huyu ni sahihi na huyu sio sahihi. Naomba nisikilize vizuri. Yaani kila mtu ana picha yake kwenye maisha na katika kila hatua anayotaka kuifanya. Kikawaida mtu una picha yako. Nimezungumza picha inakaa kwenye moyo wako, kwenye moyo wako inakuja kwenye mtazamo wako. Sasa wakati unafikiri kuoa au unafikiri kuolewa, lazima una picha yako. Na ndio maana watu wengi wanaumia leo kwa sababu walitegemea kuwa na mke wa namna fulani. Jambo la kwanza, mtu anapotaka kuwa na mke anaona picha ya sura na muonekano. Halafu kiundani sasa tabia na maisha yapi atakayoyaishi. Sasa mara nyingi wanandoa wengi wanakwenda kushindwana inapofika ile picha uliyokuwa unayo ndiyo kwenye sura amekizi. Lakini sasa ulipoanza kuishi naye, ile picha uliyokuwa unaona kwamba nitakuwa na amani, hakuna amani tena. Uliyokuwa unaona ataniletea watoto wa namna fulani, hawajaja wa namna hiyo. Atakuwa ananiita baby, mtoto mkubwa, hakuna huipati. Ndio matokeo ya siku mtu anavunjika moyo na ndio mwanzo wa watu kutokuelewana ndani ya ndoa. Kumbe nimegundua kitu kimoja. Katika kila jambo, mfanya biashara kila mwaka ana picha yake kwamba anataka kufika mahali fulani. Asipofikia ni lazima atajipambanua sana na kujiuliza maswali mengi. Kwa hiyo katika kila eneo, mzazi anapopata katoto tu ana picha jamani. Huo ni ukweli. Ana picha. Ana picha hatua kwa hatua. Kwamba itafika wakati katakuwa kananiita baba au katakuwa kananiita mama. Yaani kuna picha ya maisha halisi na hatua zake. Sasa mtu usipoziona zile picha ulizokuwa unaziona sawa sawa na wakati na nyakati, ni lazima moyo uumie. Watu wengi, nimesema hivi, kuna wengine walikuja kanisani wanataka tu kuolewa. Alipochelewa mme, wamekata tamaa, wamtaki tena nani?
Mungu. Hao hawakuwa wanamtaka Mungu kama Mungu. Walikuja kanisani ili awajibu, awape mme. Usione ajabu, ni yeye yule, ni mtazamo wake. Kwa hiyo usishangae, hakuja kanisani kwamba huyu Mungu nataka nikifa niende mbinguni. Yeye alikuja apate mme. Stop. Na ndio maana mme alipochelewa hawezi kuendelea kuwa na huyu Mungu. Sasa watu wa namna hiyo ndo wale wasiomhitaji Roho Mtakatifu kwenye maisha yao ya wokovu. Jana nilizungumza nikasema chanzo cha uharibifu wa kanisa ni kukosa Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu. Ni hatari sana. Nisikilize, usimfuatishe mtu anaishi vipi ingawa yuko kanisani, na usimfuatishe mtumishi fulani kwa sababu yuko kinyume na Biblia ukafikiri bado yuko sahihi. Hapana, inawezekana yeye utumishi wake utumishi wake umebebwa na vitu, na ndio maana huyo mtumishi yuko lazi aseme uongo kwa kupata sadaka, yuko lazi kwa kufanya chochote ili apate nini? Sadaka. Lengo lake ni kupata pesa, sio lengo lake kuwasaidia watu wairithi mbingu. Naomba nieleweke hiki. Haleluya. Mwaka huu ni mwaka hatari, kwa sababu Mungu aliniambia mwaka huu atawaumbua watu hujawahi kuona. Nakwambia ukweli, atawaumbua watu, na hasa Tanzania, kwa sababu wale waliokuja kwa lengo la pesa tu watajulikana mwaka huu, na wataacha kudanganya watu, kwa sababu kila mmoja wenye akili wataona ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Mungu atafanya hayo? Kwa sababu Mungu anataka roho za watu, hataki vyovyote. Nisikilize, kama Roho Mtakatifu ndio kiongozi wako, hautakaa kumtazama mtu kama kiongozi yeye peke yake. Ndio, sikatai kuwa na mtu anayekuongoza, lakini na wewe, yani yule atakuwa tu kielelezo kwa kile unachokisikia ndani yako. Hata unabii unapotolewa kikawaida, Mungu huwa anaanza kusema na mtu na kisha unasemwa tena, unarudiwa na tena. Lakini anaposema mtu, labda mtu ametumiwa huku ndani, na wewe unasikia kwamba hiki ni kweli, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayeshuhudia ndani yako katika kweli yote. Nisikilize vizuri. Sasa Roho Mtakatifu ndiye anayewaacha watu dunia ya sasa. Anapowaacha, kinyume chake inafuata adhabu katika maisha yao. Adhabu katika maisha yao. Watu wengi wanaishi katika adhabu ya Kristo bila wao kujua. Ukisoma kwenye kitabu cha nyaraka za Petro, anasema hivi Petro, mtu aliyeyaonja matukufu ya Mungu na kisha akarudi tena nyuma. Biblia inasema ni mtu gani huyo? Sasa nisikilize, ni mtu gani aliyeyaonja matukufu ya Mungu? Ni yule mtu aliyejazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, na kisha ndani yake akafunuliwa ukweli wa Mungu kutoka ndani ya moyo wake. Sio amesikia kwa mtu, amesikia ukweli wa Mungu. Roho Mtakatifu amejaribu kumweleza kutoka ndani kwamba Mungu ni nani kwenye maisha yako, hukumu ni nini kwenye maisha yako, na kisha mtu yule akarudi nyuma. Biblia inasema mtu huyo ni ngumu sana kubadilika. Kwa nini ni ngumu? Kwa sababu anapoondoka Roho Mtakatifu ndani ya mtu kama yule, hujihesabia haki, kwa sababu atakuwa anakumbuka zile sauti. Nilizungumza, Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako anaacha muhuri wa kile vyote alivyovifanya. Na ndio maana siku moja nilikutana na mtu anasema, yani mimi Mungu alikuwa anasema na mimi sana, afu ni mtenda dhambi kama kawaida. Unajua kuna historia ya mtu mmoja hapa Tanzania, anamtukana sana Mungu, anasema hakuna Mungu, tena anatukana matusi sitamtaja jina, yule anapenda kutukana sana Tanzania. Hapo baba mmoja yuko Mbeya. Mimi siku moja nilishangaa, nilifuatilia klipu zake, alikuwa anahubiri kanisani. Sio, unanipata? Alikuwa anawahubiria, anaenda huko nje na maspika anahubiri, watu wanaokoka. Leo jiulize ni kitu gani? Ni yule yule
aliyekuwa anahubiri watu wanaokoka, ni yule yule aliyekuwa anatangaza kwamba Kristo ni Mungu, ni yule yule. Leo huyo huyo anamtukana Mungu. Ni kwa sababu gani? Imefika mahali anajihesabia haki, anayakumbuka yale matukufu ndani yake. Sio kwamba zile picha zimefutika, zipo. Kilichopungua ni yule Roho Mtakatifu mwenye kumpa uwezo, mwenye kufanya uzito zile ahadi za Mungu, ndiye aliyeondoka. Sio kwamba hajui kwamba Kristo ni Mungu, sio kwamba hajui kwamba kuna siku ya hukumu, sio kwamba hajui, anajua. Isipokuwa yule Roho Mtakatifu ameondoka. Kinyume chake amekuja Roho Mtakafujo au roho wa hukumu kinyume chake, na ndio maana inakuwa ni ngumu. Na Biblia inasema anafananishwa huyo mtu na mbwa aliyetapika na kisha akarudia matapishi yake. Biblia inasema hivyo katika kitabu cha nyaraka za Petro. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni Roho Mtakatifu ndiye anayeleta hukumu. Kinyume chake asipotembea na wewe analeta hukumu. Na ndio maana kuna watu wengi wanalia, mambo hayaendi kwa sababu wamemzihaki Roho Mtakatifu. Nilisema kwamba Roho Mtakatifu unaweza ukamzihaki, unaweza ukamfukuza kwa tabia zako, kwa mienendo yako, unaweza ukamzima. Sasa ukimzima ndio inabaki alama. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu unaweza ukamkufuru. Na Biblia inasema, ukisoma vizuri, Yesu mwenyewe alisema kwamba atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa, si ndio? Haimaanishi kwamba akitubu hatasamehewa, hapana. Kinyume chake inakuwa ni ngumu kurudi, kwa sababu tayari ulikwisha kuyaonja matukufu. Yaani kwa lugha nyingine niseme hivi, mtu aliyejikata au mtu aliyefanywa operation kwenye tumbo, nafikiri nyinyi wanawake wengi mliofanywa operation kwenye tumbo au wote ni mashahidi. Hivi jamani, makovu hayapo? Si umeshapona wewe, mbona makovu yapo? Kwa nini kovu lipo? Ni kumbukumbu, iko vile. Si unanielewa? Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Roho Mtakatifu ulipokuwa unamzihaki, ulikuwa unamsababishia maumivu. Kwa hiyo hata kama atarudi ndani yako, kuna uwezekano wa hukumu nyingi kukufuata sawa sawa na yale unayoendelea kuyatenda na kuyafanya. Kwa wale ambao wameokoka, waliookoka na kisha wakarudi nyuma, kuna hatari sana. Ni afadhali ugeuke mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siku ya leo mimi nataka tuombe. Hebu fungua kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza 17. Samueli wa kwanza 17 45 mpaka 46. Naomba unisaidie kusoma. Samueli wa kwanza sura 17 45 mpaka 47. Ndio. Tunasoma. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, ndio, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti. Nisikilize vizuri. Watu wa Mungu wengi pia wanapotaka kwenda kwenye maombi wanaenda kwa akili zao. Paulo anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Nisikilize vizuri. Maana yake nini? Vita vyetu sio juu ya damu na nyama. Hata maombi sio juu ya damu na nyama. Hata kutoa sadaka sio juu ya damu na nyama. Maana yake ninapokuwa nina Roho Mtakatifu, nitatoa sadaka sawa sawa na Mungu anavyotaka. Ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo, Biblia inasema hivi, kila kutoa kuliko kwema kunatoka kwa baba wa mianga. Kwa lugha nyingine sema hivi, kunatoka kwa Mungu aliye juu. Sio, umenielewa? Kila kutoa
na kwake yeye hakuna kimvuli cha kugeuka geuka. Nisikilize, ukitoa sadaka katika Roho Mtakatifu, ukisoma Biblia, na hapa nataka niseme, watu wengi wanapenda kusema nilitoa sadaka. Ulitoa katika Roho Mtakatifu, na kama ulitoa katika Roho Mtakatifu haujapoteza. Ukisoma vizuri Biblia inasema Mungu alikuwa akimsemesha Ibrahimu. Unajua lazima tufate misingi ya imani yetu. Sisi imani yetu inamtegemea Ibrahimu, sio? Mnanielewa? Kila alipotaka kutoa, hakutoa kwa sababu anataka kutoa. Mungu alikuwa anamwambia nitolee sadaka, na anampangia cha kutoa. Sio tu alikuwa anatoa kwa sababu anataka kutoa, hapana. Sio, unanielewa? Na maanisha nini? Kuna njia mbili za kujua ni Mungu anataka umtolee. Jambo la kwanza ni kuisikia sauti ya Mungu inakwambia toa hiki. Lakini jambo la pili ni ile hali ya kusikia ndani yako kutoa. Na ukitoa katika Roho Mtakatifu hautatoa unacheka cheka. Kuna kitu kinaanzia huku ndani. Watu wengi hata kumtolea Mungu wanamtolea kwa sababu wanamtolea masalo au mabaki. Mungu ukimtolea mabaki utapokea mabaki. Sio, unanielewa? Kisoma kwenye kitabu cha Malaki, Biblia inasema unitolee zaka na dhabihu. Watu wengi hawatoi dhabihu, wanatoa zaka. Watu wengi na zaka hizo wanazigeuza eti, nisikilize, mimi ninashangaa. Fungu la 10 unasema natoa hii zaka nipeleke kwa watoto yatima. Hiyo sio sadaka ya moyo wako. Ni kitu cha Mungu, ndo wewe umempangia Mungu kwamba hii zaka hii, tilipu hii Mungu nataka iende kwa yatima. Lakini kikawaida zaka hutakiwi kuipangia, isipokuwa unatakiwa kutoa kwa watumishi wa Mungu ambaye Mungu amekupa. Sio kila mtu pia. Kumbuka, unapotoa zaka unapanda kwenye udongo mzuri au unapanda kwenye jangwa. Ukipanda kwenye jangwa utavuna jangwa. Ukipanda kwenye udongo mzuri utavuna matunda yaliyo mengi, utavuna matunda mengi. Unanielewa? Kwa lugha nyingine, unapotaka kuwapa watoto yatima au wajane au wahitaji, unatakiwa utoe dhabihu. Dhabihu ndiyo sadaka ya moyo wako. Yaani dhabihu kwa lugha nyingine ni moyo wako, au unasimama badala. Yaani badala hicho kitu ulitakiwa ukifanye wewe, badala ukifanye wewe, anakifanya Mungu. Ulichotakiwa kukifanya wewe, inafanya pesa yako au kitu chako. Sio, unanielewa? Haleluya. Kwa lugha nyingine, dhabihu unatoa badala, yani unajitoa mwenyewe mbele za Mungu kwa ajili ya wengine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unajua haya yote tungeyapata tungekuwa tunafundishwa na Roho Mtakatifu kabisa. Mimi huwa ninamshangaa sana Mungu. Wakati mwingine Mungu anaweza akaniambia, Esther, nataka utasikia toa kiasi fulani, hata kama sina. Mimi Mungu akiniambia nitoe kiasi fulani na uwezo wa kutafuta, namwambia Mungu sina hapa. Ananiambia nataka utoe. Mimi nitakachokifanya nitamwambia nipe kibali nitafute hiyo hela, hata ni kwa kukopa, nitakopa na nitatoa. Si Mungu amesema? Maana yake anajua ninayo. Na nisikilize, dhabihu ndiyo aliyojaribiwa Ibrahimu. Ibrahimu aliambiwa hivi na Mungu, nitolee mwanao Isaka sadaka ya kuteketezwa. Sadaka ya kuteketezwa ndo dhabihu. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi hawawezi kufanya kama Mungu anavyotaka na hawawezi kutembea kwenye njia ya Mungu
kwa sababu hawajui na hawataki kukaa na Roho Mtakatifu. Nisikilize, ni ngumu sana kukaa na Roho Mtakatifu, nitumie hilo neno, kwa sababu Roho Mtakatifu yeye anataka kuongoze mpaka kwa vitu vidogo vidogo sana kabisa. Roho Mtakatifu anataka kuongoze mpaka kwa vitu vidogo vidogo kabisa, vidogo vidogo kabisa. Lakini wakati mwingine tunataka Roho Mtakatifu atuongoze kwa makubwa. Hapo ndipo tunaposhindwa. Roho Mtakatifu anataka ayaongoze maisha yetu yote, na ndipo hatutaanguka, hatutajikwaa. Nisikilize, Daudi aligundua hiyo siri, akasema sio mimi ninayekupiga, anayekupiga ni Bwana wa majeshi kwa mkono wangu. Hebu sema, nitayapiga majeshi ya shetani. Bwana atayapiga majeshi ya shetani kwa mkono wangu. Na unapotaka kuomba kupambana katika roho, au unapotaka kujaribu kukiondoa ambacho hakiwezekani, usijitangulize wewe. Wewe kazi yako pambana kumtaka Roho Mtakatifu basi. Ukishajaa, mimi kuna kipindi fulani bwana nilisikiaga mtu mmoja siku moja akaniambia hivi, unajua mimi nitajazwa halafu nitaenda kufanya hivi. Sijui kama mtumishi mpaka sasa unajazwa alafu ndo unaenda kufanya. Alisemaga hivi, yani mimi nilikuwa, kuna watu tulikuwa tumealikwa mahali fulani kwenda kuimba. Mtu ni fundi wa kuimba. Mimi nikisimama hamna mtu. Sasa hiyo siku nikasema nitakaa na Roho Mtakatifu. Hiyo siku nilikuwa nimeshinda, najazwa. Nilivyosimama watu wote sijui umenielewa. Aligundua siri kwamba hii kazi ya Mungu huwezi kuifanya eti kwa akili zako, la sivyo watu utawaletea story sio na nguvu, debe tupu. Kumbe unatakiwa kujazwa, halafu yeye ndo anaenda kutenda kwa mkono wako. Yeye ndiye anayefanya kwa mkono wako. Wewe unajifanya ni chombo, kwamba chombo. Sasa inategemea chombo chako umekiandaa kiasi gani. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi anasema nitakupiga, Bwana atakupiga kwa mkono wangu na atakuua kwa mkono wangu. Ni Bwana, si ndio? Kwa kipindi kile ukisoma vizuri Biblia, baada ya kupakwa mafuta, Roho wa Mungu akafurika ndani yake, akafanyika kuwa nguvu ya kuua dubu na simba, akafanyika kuwa na ujasiri wa ajabu ambao hakuwa nao. Kuna wakati mwingine tunatakiwa kuyaondoa mambo kwenye maisha yetu. Unakaa unajiandaa, unajazwa. Usihangaike, unazama kwenye toba ya kujiconnect na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akikuelewa yamekwisha. Halafu unaanza kuomba sasa kukiondoa ambacho kimekuwa ukuta mbele yako. Wana wa Israeli wakati wanakwenda kupigana kuangusha walipokuwa wameenda kupigana kwa ajili ya kuangusha ukuta wa Yeriko, waliambiwa wazunguke kimya. Unajua ile kimya zile siku 6 zile walikuwa wanajazwa. Nisikilize vizuri. Na hata walipotenda dhambi, nchi ya Ai, nchi kadogo kakawapiga wana wa Israeli. Alipokuwa na galagala na akasema waambie wana wa Israeli wajitakase kwa sababu wametenda dhambi, uondoe uovu. Kumbe kazi yako ni kupambana kila kadoa ndani yako kaondoke, na kisha mwambie Roho Mtakatifu, sasa fanya wewe, mimi niko hapa. Halafu wewe unakaa tayari kama chombo cha kutumiwa. Maana yake unaanza wewe unafanya kila anachosema huko. Mimi mara nyingi sana nikifanya maombi ya hivyo, huwa siombi yale ninayotaka mimi. Sikia, ukimkuta mtu anaomba anakosa maneno ya kusema, hakuna Roho Mtakatifu ndani yake.
Sikia, ukianza kuomba tu utasikia huku ndani maneno yanatiririka. Yanatoka wapi? Yanatoka wapi maneno ya kusema? Wakati mwingine unaomba mpaka unasema mbona unaanza kufyeka vitu ambavyo hata hujawahi kukifikiria kwenye moyo wako, hujawahi kukiwaza. Kinatoka wapi? Maana yake ni Roho Mtakatifu, yeye ndiye anayefanya kazi kutoka ndani yako. Sijui tunaelewana? Haleluya. Nisikilize nikwambie. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo sura ya 5 mstari wa 9, Petro anamtambulisha Roho Mtakatifu kama mwenye uwezo na mwenye kuua uharibifu. Watu wengi unajua mpaka sasa hivi wanafikiri, sikia nikwambie, ukimzihaki Roho Mtakatifu lazima hukumu iko nyuma yako. Asikudanganye mtu. Lazima hukumu iko nyuma yako kukutandika. Na wakati mwingine hiyo hukumu ni kwa ajili ya kukurejesha. Kuna watu wengine hukumu ya kukukataa. Haleluya. Ni Roho Mtakatifu. Sasa tangu tumeanza, ninaamini kwamba watu tulikuwa tukipambana kwa ajili ya kumtaka Roho Mtakatifu ndani yetu, si ndio? Haleluya, watu wa Mungu. Hebu punga mkono hewani hivi. Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, si ndio? Sasa hili wiki tunataka kuyaondoa majeshi yote ya adui. Unanielewa? Tunataka kuyaondoa majeshi yote ya adui ambayo adui amejipanga kutushambulia. Hebu nisikilize, mwaka huu utakachokitaka kilicho cha haki, na umefuatilia hii kanuni na kuambia kukaa na Roho Mtakatifu, na kuhakikishia watakukimbia adui zako. Sasa sikia, kila mtu ana adui yake kwenye maisha yake, si ndio? Kuna mwingine ana majeshi ya madumadu na palale na nzige. Yaani unawajua maadui palale na nzige? Unawajua? Kazi yao ni kukukula ambavyo vinatakiwa kutokea. Yaani kamea kakiota kanaliwa, kanabakia shina. Inawezekana na wewe. Sasa palale na nzige na madumadu kazi yao kutafuna kile kinachotaka kuchomoja, kinaliwa, unabaki tena huna kitu. Yaani ulikuwa umejiandaa kabisa mwaka huu wa chumba. Sasa unashangaa ulikuwa utongozwi, wavulana 7 wote wanakufuata wewe, mimi mzuri, kamechomoka. Kama ndani yako kuna hiyo roho ya kula, wanaliwa wote, shwa, unabaki huna hata mmoja. Inawezekana na wakwako kabisa alikuwepo ndani ya watu 7. Yaani ulikuwa, umeahidiwa vya kutosha, unajua najiandaa nikupe kitu fulani, nataka nikununulie gari, kwa sababu kuna kanzige na kapalale kanakula, shwa, hakuna tena. Yaani ulikuwa mipango mingi, unaiona kampuni hii hapo, unafuatilia, unafanya hivi, kapalale kakainuka, kakala, kakafuata na kamodumadu kakaja kakamalizia kanzige mpaka kwenye shina, unabaki una chochote, hakuna tena. Yaani matumaini yote yanakwisha. Ulianza kuwa na kaupako fulani hivi, watu wameanza kukufuata. Madumadu walipoinuka wakakukula, ukakosa kiu tena ya kazi ya Mungu. Yaani ulikuwa umepambana, ukapambana miezi 4 tu, ukashangaa kiu hakuna tena. Jamani, mimi napita kwenye wakati mgumu, nashindwa kabisa. Yaani kila nikijaribu kufanya hamna. Kale kalikoota kameliwa. Laana ya palale, nzige na madumadu. Unanipata? Ni kukula kila kinachojaribu kuota. Unarudi tena zilo. Sasa ukaanza kuchipuka tena muda. Au unapokuwa umekaa na Mungu tu, umeona milango imefunguka, kanzige na badumadu na palale kanaota katabia mbaya. Kengine kanaota tu kukupa kiu ya dhambi, unatenda dhambi. Binti mmoja nilikuwa namhudumia, yaani yeye kukitokea hata wewe nabii wake unaona kabisa huyu bado hatua moja atatoboa, mwili unanyanyuka, anatenda dhambi na hawala zake, shwa, kanaliwa kanzika kale kalipochipuka. Walio wa Mungu wanakimbia, shwa,
anabaki tupu. Kanzige, palale na madumadu vina aina nyingi vya kwa kuja kwenye maisha. Sio aina moja tu eti kwamba utakutana na kukata. Inaweza kakaibuka kutoka ndani yako ukatamani dhambi, ukaanza kutenda dhambi. Msichana, mwanaume Mungu alikuaita anakupa. Sasa ndo kashetani kameota kale kakibali, kanaota kale kakibali, sasa kameanza kuonekana kwa wanaume wawili watatu. Kale katamaa tena. Yaani mimi nashindwa kabisa, nashindwa. Shwa! Nzige na palale, tafuna, unabaki zilo. Alafu unakata tamaa, unaanza huyu Mungu mimi anijibu. Sikiliza, ni wewe mwenyewe umevishindwa vinzige na palale na madumadu, vinakukula tu. Tanielewa tu, mtumishi wa Mungu. Tunakwenda kuvishughulikia hivi vinzige na palale na vimadumadu vitoke kwenye maisha yetu. Hatutaki. Mbegu ikichipuka ichipuke, matunda izae matunda na tuone. Unajua ni matunda pekee ndio yanayoonekana. Kakiwa bado kamechipuka tu, hakuna matunda. Kanatakiwa kachipuke, kakue, kazae matunda. Matunda ndio matokeo, yani yale ambayo unaona sasa kitu kimetokea halisi. Kama ni mchumba, sio yule wa kuishia tu kwamba ninakupenda, hajaja nyumbani, kaja nyumbani tu kanachipuka, vimeanza kuchomoza vimaua. Umepita naye shwa, kanakuja kanakula mpaka maua, nzige anakula, anatafuna mpaka inabaki shina. Shina halizai matunda. Sio fenesi. Wewe sio fenesi, mwambie mwenzako. Fenesi pekee ndo linazalia chini. Mimi najiuliza, Mungu fundi jamani. Matunda mengine yote yanazaliwa kwenye matawi. Fenesi kama mpapai. Yaani fenesi na Mungu Bwana fundi alijua kabisa uzito wa vitu hivi, tawi haliwezi, akaweka kwenye shina. Fenesi unakuta limening'inia kwenye shina tena chini huku. Fundi. Sasa inawezekana wewe ni fenesi. Sasa adui. Unajua nzige na palale wanakula mpaka wanahakikisha mchanga. Yaani unaliwa, hakuna kubakiza kashina. Unaliwa mpaka huku chini. Unabaki zilo, unaanza upya. Ulikuwa umepambana kama mtaji yaani unaona sasa baada ya miezi miwili hapa nitaanza kwenda China. Unajua kinatokea nini? Kinaibuka kitu ukijui kilikotoka, hasara chini. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na mtu mmoja nilikuwa namuombea. Yaani hii dunia wewe ina mambo sana. Nisikilize vizuri. Kulikuwa na mtu nilikuwa namuombea sana kwa habari ya uzao. Mimi mpaka siku moja nikamwambia, sasa wewe, mimi naona wewe huna mpango wa kuzaa. Mungu ananiambia mwezi huu nitampa mtoto. Zile siku za hatari, wanagombana na mume wake, hatari. Hiyo mimba inatoka wapi? Yaani zile siku za hatari, au mwanaume anaumwa, zile siku za hatari. Mimi mpaka nikamwambia, hivi wewe hujui kama ni shetani huu? Mtazeeka ingawa mna ahadi ya Mungu. Mungu anataka mzae, lakini Mungu atashusha, wewe utakuwa Bikira Mariamu. Kuna njia za kupata mtoto. Sasa zile siku za hatari, yani zile siku za kubeba mimba, zote wanagombana, wanaachana na kitanda. We acha bwana. Nzige na palale waogope. Chunguza kwenye maisha yako. Hakuna kweli nzige na palale. Chunguza. Naomba tusimame. Taishia hapo kwa leo na tutaomba. Tunataka Roho Mtakatifu. Hebu usome huo mstari wa hiyo, tutatumia hii mistari. Kwanza utumie ule mstari kumtaka Roho Mtakatifu akusaidie kuomba. Walumi sura ya 8 mstari wa 26. Walumi 8 mstari wa 26. Kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, uomba kwa kuugua ndani yetu kusikowezekana kutamkwa. Ndio ile mtu anajazwa Roho Mtakatifu anapewa nguvu. Sio ile baba
kata, unawaza na mume wako alikutukana usiku, kata, umemkumbuka na mpenzi wako, kata. Hamna Roho Mtakatifu hapo, ni wewe na akili yako, na majibu usitarajii. Tumeelewana? Ukisoma, tutaomba. Baada ya hapo, mwambie Mungu kwamba nataka leo kila uharibifu, nataka Mungu upige kutoka ndani yangu, maana nimechoka. Inawezekana hao laana ya palale madumadu iko ndani yako, iko labda mfumo wa mama yako na baba yako. Sikiliza, Roho Mtakatifu ni moto. Mimi siku moja, sikiliza, siku moja nilikuwa na maombi hapa, nilikuwa na maombi, namtaka Roho Mtakatifu, namtaka Roho Mtakatifu, ninaomba kweli, nimefurika. Niliona moto ulishuka, ukaja ukanipiga, uliponipiga nikazima. Halafu nasikia kabisa wengine wanaendelea kuomba, natamani wanisaidie, najaribu ninyoshe mkono, naomba msaada, maana nilihisi mwili wangu umezima, unazima. Baadaye nikamuuliza, nikatoka pale baada ya maombi, kesho yake yameisha, nikaenda nikamuuliza baba, unajua mimi jana nilisikia, na hicho kitendo kwa mwaka ule ilijirudia mara 3. Baba kaniambia, Mungu Roho Mtakatifu ni moto. Anapoingia kwako, akiingia kwako kama moto, anateketeza kila viuchafu, anabaki peke yake, na ndipo anaanza kutenda kazi ndani ya maisha yako. Watu wengi ni lazima Roho Mtakatifu aingie. Kama kuna vilaana vya ukoo, viteketezwe ili ubaki mwenyewe na Roho Mtakatifu akuongoze na kusaidie. Utakaposema moto, uende moto kweli. Lakini sasa Roho Mtakatifu akiwa juu yako tu, ndani yako kuna laana ya kichawi, ndani yako kuna laana ya kutokufanikiwa. Ni lazima Roho Mtakatifu aingie ndani yako kama moto. Na ndio maana unaposoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema watu wakatokewa na Roho Mtakatifu, akawaijia kwao kama ndimi za moto. Hizo ndimi za moto, watumishi wa Mungu, sio kwamba ilikuwa ni maono. Wale watu wa nje walikuwa wanaziona, mtu alikuwa akitamka, zinatoka cheche kwenye vinywa vyao. Sio, unanielewa? Roho Mtakatifu ni lazima akuvae, halafu usiwe wewe unaishi. Sikiliza, Roho Mtakatifu alipokuja kwa Paulo, Biblia inasema akapigwa, wakashangaa Paulo ameanguka. Halafu Paulo akasema, wewe unani? Akasema amemuona mtu ameketi. Maana yake nguvu ya Mungu ilikuja kwa Paulo kama moto, ikapiga, ikaua kila kitu kilichokuwa na cha Paulo ndani yake. Tabia mbaya zote zikafa, roho ya uasi ikafa. Sikiliza, unafanya dhambi kwa sababu haijakufa ile roho ya dhambi kwenye maisha, na anayeua ni Roho Mtakatifu. Huwezi kuwa mshindi kwa sababu Roho aliyemshindi hajaja juu yako na ndani yako kuiua roho ya kushindwa. Ni lazima tukubali kupambana hili wiki. Hapa namzungumzia Roho Mtakatifu, ni wewe mwenyewe utamtaka kibinafsi kabisa. Nisikilize, jana nilizungumza Roho Mtakatifu sio mpaka unene kwa hapana. Kuna watu wengine wananena kwa lugha, wanalia na shida zao, si ndio? Fatishe sasa maneno haya, fatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninakushukuru kwa uaminifu wako, ninakushukuru kwa uaminifu wako na neema ulionipa, siku ya leo. Bwana, nanyenyekea chini ya mbawa zako, nikidai neema yako, nikidai mapenzi yako kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu. Mfalme, ninasogea msalabani pako, ambapo ndipo nilinunuliwa na kuwa chombo kipya katika Kristo Yesu. Hivyo leo ninaomba rehema zako, naomba msalaba kwenye maisha yangu. Msalaba ni nguvu kwao wa kuaminio, lakini ni upuuzi kwao wanaopotea.
Leo kwa jina la Yesu, ninasimama, ninavaa silaha zote kwenye maisha yangu. Nimehesabiwa haki, nimeokoka kweli kweli. Leo natangaza kibali ukiendea kiti cha rehema kwa njia ya damu yako Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Lakini zaidi ya yote, ninasimama leo, ninatangaza ya kwamba mimi ni mtoto wa Mungu, na ndio maana leo nitakapotamka chochote kimekuwa kwangu, kwa kuwa mimi ni mtoto wa Mungu na Kristo anaishi ndani yangu, na leo ndiye ninayemwakilisha. Nimesimama hapa kwa ajili ya jina la Yesu, na linatenda kazi katika maisha yangu na kwa ajili ya watu wangu. Leo ninatangaza mimi ni mtoto wa Mungu. Hivyo ni Mungu kasimama hapa ndani yangu kwa jina la Yesu. Mimi ni mtawala katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa damu na nyama, na ninatangaza ya kwamba mimi ni moto ulao, kama neno la Bwana linavyosema ya kwamba Mungu wetu ni moto ulao, na ya kwamba watumishi wake Mungu anawafanya kuwa miale ya moto. Mimi leo ni moto. Ndivyo ninavyoutangazia ulimwengu wa roho na ulimwengu wa damu na nyama. Usikie leo, ninatangaza hakuna kiumbe kitakachojificha kinachofuatilia maisha yangu na familia yangu na vyote nilivyo navyo kwa jina la Yesu. Wakikaa katika roho watapigwa katika roho, wakikaa katika mwili watapigwa katika mwili kwa jina la Yesu. Ndivyo ninavyotangaza, na nena katika roho na ninanena katika mwili kwa jina la Yesu. Imeandikwa, adui watajipanga kupigana nami, lakini wataanguka mbele yangu na wataanguka nyuma yangu, na kwa jina la Yesu leo nimepokea nguvu ya kuwafuatia wote ninaowajua na nisiowajua kwa jina la Yesu. Leo roho ya uongo iliyojipenyeza kwa siri kwenye maisha yangu ili kuniondolea nguvu ya kushinda, ili kuniondolea nguvu ya ushindi kwa jina la Yesu, leo nimepokea upanga wa roho. Hivyo kwa jina la Yesu leo ninawafuata wote waliokaa ndani yangu kuleta tabia mbaya, kunilimoti ili nifanye yasiyompendeza Mungu na wapate mlango wa kuingia kwa jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba juu yangu Bwana atalijenga kanisa kwa jina la Yesu. Juu yangu malango ya kuzimu hayatanishinda. Hivyo leo nimepokea nguvu ya kuyafunga malango yote ya kuzimu. Hilo lango ikiwa liko ndani yangu, leo ninakuapisha lango la uharibifu uliyewekwa ndani yangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Tabia mbaya ambazo zimepandwa ndani yangu, toka kwa jina la Yesu, na zimekuwa sababu ya kufungua lango la kuzimu kwa jina la Yesu. Leo ninaanzia ndani kwa jina la Yesu. Haribika ndani yangu, vunjika ndani yangu, haribika ndani yangu, vunjika ndani yangu. Wewe lango la kuzimu ambaye umeruhusiwa kwa watu wa karibu yangu, kila nafsi inayotumiwa kunikosesha na Mungu, kila nafsi ambayo imesimama kama Yuda, leo ninazikamata nafsi zote za watu wa karibu yangu, ikiwa ni watoto wangu au mume wangu au mke wangu au mama yangu au baba yangu au mjomba wangu au shangazi au mama mdogo, kwa jina la Yesu. Baba mdogo, watu wote wa damu yangu ambao adui anawatumia, leo ninawafuata wote kwa damu yangu mimi kwa jina la Yesu. Ndani yangu natoka moto kwenda kuharibu kila connection iliyopandwa kwa watu wa damu yangu kwa jina la Yesu. Kila nafsi iliyo hai inayopambana na mimi, iwe inajua au
walio mbali nami, kwa jina la Yesu napeleka moto, napeleka moto, hebu peleka moto, peleka moto kwa jina la Yesu, watu wa damu yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Napeleka moto, napeleka moto, napeleka moto. Neno la Mungu nasema unawafanya watumishi wako kuwa miali ya moto na maadui wakawe kuni. Leo napeleka moto kila anayefanya vita na mimi katika ulimwengu wa roho. Napeleka moto, napeleka moto, napeleka moto kwa ndugu zangu wote wa damu. Napeleka moto, moto kwa baba zangu, moto kwa mama zangu, moto kwa wajomba zangu. Napeleka moto, napeleka moto, moto kwenye ardhi niliyotoka. Napeleka moto, 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 moto kila nafsi inayofanya vita na mimi. Napeleka moto, napeleka moto, napeleka moto kwa jina la Yesu. Leo wewe roho ya kichawi, wewe roho ya kushindwa, wewe roho ya magonjwa, wewe roho ya umaskini, wewe roho ya uasi, uliyeketi kupitia damu yangu na kwa ndugu zangu, napeleka moto na kupiga kwa jina la Bwana wa majeshi ambaye ameniokoa mimi, kwa jina la Yesu Kristo. Hebu kuwa serious mtumishi wa Mungu, naona watu wengi wanaangushwa sana kwa habari hii. Peleka moto, peleka radi, wewe ni moto unao kwa jina la Yesu. Kupitia damu yangu leo nateketeza uchawi wao, nateketeza uganga wao, nateketeza tabia za uasherati, nateketeza, teketeza, teketeza, teketeza. Wako wachawi kwenye familia yenu na huwajui, wanatumia damu yako, wao ni damu yao. Peleka moto jina la Yesu Kristo. Napeleka moto, moto, moto. Nateketeza kila roho za kichawi zinazonifuatilia. Napeleka moto, napeleka moto. Wewe roho ya kichawi kutoka kwa mama yangu, napeleka moto leo, naiteketeza leo, naiteketeza kila inayokuja kuharibu maisha yangu. Leo nateketeza, leo nateketeza. Wewe roho ya kichawi unanifuatilia kutoka kwa baba yangu, leo napeleka moto, leo napeleka moto, leo napeleka moto, 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 moto. Leo napeleka moto hiyo roho ya kichawi inayokuja kunirudisha nyuma, inayokuja kunidhoofisha. Leo napeleka moto, leo napeleka moto, leo napeleka moto. Nateketeza, nateketeza moto, 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 moto kila njia mnazotumia, moto kwa jina la Yesu. Leo napeleka moto, leo napeleka moto, leo kwa jina la Yesu. Leo kila adui uliyeketi kwenye damu yetu, achia, achia, achia kwa jina la Yesu. Leo achia, hebu mwambie shetani aachie malango yote ya kuzimu, leo yaachie. Ndio tunafunga lango la kuzimu. Sikiliza, huwezi kufunga lango la kuzimu ikiwa ndani yako lipo lango. Shambulia, shambulia la Yesu Kristo. Leo nakwenda kushambulia kila lango ambalo liko ndani yangu linaloleta mashambulizi. Leo nakwenda kushambulia, napiga, napiga, napiga kila mlango ndani yangu adui anaotumia kwa ajili ya kuleta mashambulizi. Leo napeleka moto, napeleka moto kila lango lolote ambalo linasababisha kuleta uharibifu ndani yangu. Leo nakwenda kuharibu, leo nakwenda kuharibu na bomoa kila lango ambalo linaletea uharibifu kwa jina la Yesu Kristo. Kila lango la uharibifu la kichawi ndani yangu leo nakwenda kuliharibu, leo nakwenda kuliteketeza. Leo napeleka moto kwa jina la Yesu Kristo, kwa kuwa Bwana umenipa mamlaka. Leo nakwenda kuharibu, leo nakwenda kuharibu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Leo ninatangaza ya kwamba hili lango linalopitia damu yangu kunishambulia, nalifunga kwa damu ya Yesu, nalifunga kwa damu
damu ya Yesu nalifunga, kwa damu ya Yesu nalifunga, kwa damu ya Yesu. Leo ninatangaza kila ufalme wa giza unaopitia damu yangu hauna mamlaka tena kwa jina la Yesu, na hakuna nafsi itakayotumiwa na ikanishinda kwa jina la Yesu. Magonjwa ambayo adui anayapitisha leo yamefungwa, roho za kushindwa zimefungwa, uchawi umeshindwa, roho ya uasi imeshindwa kwa jina la Yesu. Ndio ninatangaza ya kwamba mimi ni miale ya moto pamoja na ndugu zangu na uzao wangu kwa jina la Yesu. Leo ninaipiga kwa jina la Bwana wa majeshi wote. Leo ninawatenganisha wote, ndugu zangu hawatatumiwa kuniangusha tena, hawatatumiwa kuniumiza tena kwa jina la Yesu. Leo ninakwenda katika ulimwengu wa roho, wale watu wangu wa karibu wote wasio damu yangu, marafiki na aina yoyote wanaotumiwa kwa ajili ya kuniharibu, ninazikamata nafsi zote kwa majina yao, kwa kazi zao kwa jina la Yesu. Leo ninatangaza hilo lango halitafunguliwa tena juu yako kwa jina la Yesu. Kila roho ya uajenti iliyotumwa kwangu imeanguka kwa jina la Yesu, kwa kazi zake, kwa utendaji wake kwa jina la Yesu, kwa nyakati zote ndani ya huu mwaka imeanguka kwa jina la Yesu. Hebu tangaza hiyo roho imeanguka karibu na wewe. Leo ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila nafsi ambazo zilikuwa karibu na mimi, marafiki wote ambao wamekuwa ni maajenti wa kuniharibu, leo natangaza wameanguka kwa jina la Yesu Kristo. Leo natangaza wameanguka wote ambao walikuwa wanakuja kwa siri kwa ajili ya kuniharibu, kwa ajili ya kuharibu utumishi wangu, kwa ajili ya kuharibu utumishi wangu. Leo kwa jina la Yesu Kristo natangaza hilo lango leo limeanguka, wote wameanguka, wote wameanguka, wote wameanguka kwa jina la Yesu Kristo. Waliokuwa nakuja kwa siri, wamejivalia mavazi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Waliokuwa na haribu ule mche ambao unachipuka ndani yangu, leo wameharibika, leo wamevunjika, leo wameteketea. Ninafunga hilo lango kwa jina la Yesu Kristo, nimelifunga leo. Hizo nafsi hazina nafasi tena kwangu, leo nimelifunga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Neno la Mungu inasema ya kwamba nitakalofunga duniani na mbinguni limefungwa. Leo ninafunga kwa jina la Yesu Kristo, hazitanyanyuka tena kufanya vita nami, hazitanyanyuka tena kunidhoofisha, hazitanyanyuka tena kwa ajili ya kunipinga kwa jina la Yesu Kristo. Leo natangaza kwa jina la Yesu, nafsi zote hazina tena uwezo ndani yangu, hazitanishambulia tena. Leo najitabiria mambo mema juu ya kila kitu kilichokuwa kimeharibika kupitia nafsi ya ndugu zangu, kupitia rafiki zangu, watu wa karibu yangu kwa jina la Yesu. Leo ninatangaza nimerejeshewa vyote vilivyopotea na hizo nyakati zote zilizokuwa zimeibiwa. Natangaza nitachipuka tena, nachipuka tena, nachipuka tena, nachipuka tena, nachipuka tena kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninatangaza kila ambacho kilikuwa kimekufa, leo natangaza kuchipuka tena. Ahadi zangu zilizokuwa zimeharibiwa, ahadi zangu zilizokuwa zimepotea, leo natangaza kurejeshwa, zinachipua tena, zinachipua tena. Ahadi za kuwa za uzao zinachipuka tena, ahadi za kuwa juu zinachipuka tena, ahadi za kubarikiwa zinachipuka tena. Natangaza ya kwamba ahadi zote zilizokuwa zimetiwa giza sasa zina mwanga, sasa zina nuru. Mimi ni nuru inang'aa gizani, wala giza haitaiweza. Natangaza ya kwamba Bwana akisema ndio, ni nani aweze kupinga? Natangaza kuchipuka. Kila kilichokuwa kimekufa ndani yangu kimechipuka,
kimechipuka. Natangaza kimechipuka, kibali kimechipuka, kibali kilichokuwa kimeharibiwa natangaza kimechipuka, natangaza kimechipuka kwa jina la Yesu Kristo. Yale yaliyokuwa mbali sasa yamekuwa karibu kwa jina la Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakushukuru Bwana Yesu. Ninakushukuru Bwana Yesu. Kwa ajili ya uaminifu wako. Kwa ajili ya uaminifu wako. Nipe kuyapokea yote. Nipe kuyapokea yote. Na kuyatafakari. Usiniondoe. Usiniondoe. Usiruhusu niondolewe. Usiruhusu niondolewe. Hatua zangu. Kwenda mbele. Na kuyaona matukufu yako tena. Kwa jina la Yesu. Naita ulinzi. Unifiche kwa mbawa zako. Na Mungu Roho Mtakatifu. Endelea kusema nami. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Mshangilie Bwana kwa makofi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishia hapa, lakini tutakuwa tunafanya hivi, tukiomba hivi hapa dakika chache, tuna risali moja WhatsApp tutaomba pia ya. Kwa hiyo maombi yanaanza saa 7 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki.